Nice. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni siku njema, siku ambayo tulitarajia sana, japo sio kwa uzuri, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yote ambayo yanatendeka ni kwa sababu yeye ameweza kupenda. Ikiwa ni tarehe 29 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026, tuko hapa maeneo ya Nazareth kwa ajili ya shughuli ya kiongozi wetu mpendwa ambaye tulimpenda zaidi na ambaye alikuwa mtenda kazi na mchapakazi, Mr. Kibisu Hudson. Tuko hapa kwa ajili yake na pole sana kwa familia, na katika wakati huu mgumu tunaenda kulia pamoja na pia kufanya kazi pamoja. Tutakuwa tunafanya live streaming pale TikTok, tutakuwa live pale Facebook, pia tutakuwa live, na hakika pia tutakuwa tunaonesha safari hii kutokea hapa Nazareth mpaka atakapofikishwa pale Githogoro. Itakuwa ni gwaride kubwa sana. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi wote tuweze kufanya kazi hii ya Mr. Hudson. Mali kulwana bulwani budinyo, mali kwilwaza evangeli y'omwami, mali kulinda lisubira lyange, nzizanga yengo. Mali kulwana bulwani budinyo, mali kwilwaza evangeli y'omwami, mali kulinda lisubira lyange, nzizanga yengo. Baba wange zizanga yengo. Mali kunyagula nzimbiru zinene, mali kuguta vindu vikibala, inyima wa hivi mbiki yuitaji. Namu wapenzi watazamaji wa Dira la Mjadala TV, karibuni katika Dira la Mjadala TV, moja kwa moja pamoja na media zinazohusika na dhehebu hili la ADC, tukiwa hapa katika makao makuu tukiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Nazareth katika kaunti ya Kiambu. Kumbuka leo ni siku ya mwisho ya kuondolewa mwili wa marehemu Hudson Kibisu katika maeneo haya kuelekea nyumbani ama sehemu alikokuwa akiishi, maeneo za Githogoro, ikiwa ni mkabala tu na barabara ya Kiambu. Na sasa tuko hapa maeneo haya kuondoa mwili wa Hudson Kibisu. Kumbuka Hudson Kibisu amekuwa ni kiongozi, baadhi ya viongozi hitajika katika dhehebu hili la ADC, hasa sana katika kaunti ya Nairobi pamoja na kaunti ya Kiambu, na pia alikuwa baadhi ya waanzilishi dhehebu la ADC katika Runda region hapo awali, kabla ya kujiunga na dhehebu la ADC Gigiri region, na pia ndio baadhi tu ya wale waanzilishi wa dhehebu hilo la ADC Gigiri region. Na ndio maana tuko hapa na kikosi kizima. Ukiangalia nyuma yetu watu wamejaa, watu wako wengi ili tu kumsindikiza jemedari huyu, na tuko hapa na viongozi ambao wamekuwa wakikaa na yeye wakiwa pamoja wakifanya kazi, na tunataka kupata tu maoni moja mbili, tujue ni nini kinachofanyika ama mipango ziko vipi kuhusiana tuna safari ya mwisho ya kaka Hudson Kibisu ambaye ni kiongozi shupavu zaidi katika dhehebu hili. Kwanza tuanze tu na aliyekuwa youth region wake katika Gigiri region, aweze kutueleza ni vipi mipango ziko katika safari hii. Hujambo kaka? Jambo sana. Uko salama? Salama. Hii naitwa sogea tu kidogo. Inaitwa Dira la Mjadala TV, tuko live pamoja na media zote hapa. Labda tueleze tu kuhusiana tu na mambo ya Kibisu kidogo, jinsi unamfahamu, alafu mipango ziko vipi hasa? Mimi naweza sema hivi, nashukuru watu wote ambao wamejitokeza kufika hapa katika chumba cha kuhifadhi maiti, tuondoe Kibisu, kurudisha Githogoro, kufanya ibada ya mwisho, alafu mwishowe tumsafirisha hadi nyumbani. Kibisu amekuwa kiongozi wetu, kiongozi mzuri, tulimwamini, tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Tumefanya kazi na Kibisu kwa amani. Amekuwa kielelezo mzuri sana kwetu.
Haswa tumehuzunika sana sisi viongozi ambao tumekuwa tukifanya kazi kwa Kibeso. Kibeso tunaamini zaidi alikuwa mtu wa kutuweka pamoja, alikuwa akiona jambo baya anatuita na tukalisha, anaturekebisha, alafu ibada inaendelea mbele. Hivyo tumehuzunika sana kumpoteza Kibeso. Umekuwa mhusika sana katika matanga haya ya kiongozi Hudson Kibeso. Labda ni lipi ulijifunza kwake kutokana na uongozi aliokuwa nao awali katika akiwa Runda Region kipindi hicho? Labda uongozi wake sasa hivi, wewe uko katika idara ile ambaye alikuwepo, lakini uko katika region ya Gigiri. Je, ulijifunza nini kutokana tu na uongozi wake wa kipindi hicho? Mimi nilipoingia hapa Nairobi kutoka Western, niliingia kwa mikono ya Kibeso. Kibeso anaendelea kama mtoto wake, kama ndugu yake. Kibeso ndiye aliniweka kwa hii ibada ya ABC. Tukajiunga na Nineva Assembly Runda Region. Tumekaa na Kibeso, tumefanya naye kazi. Akiwa Youth Region, Runda Region, mimi nilikuwa kwa assembly wake. Tulikuwa tunahudumu na yeye kwa assembly moja ya Nineva. Tumefika mahali tulimaliza tukiwa Runda Region, tulimaliza na yeye, mimi nikiwa treasurer mweka hazina wake, yeye akiwa Youth Region Runda. Wakati mambo ilienda vile ilienda, ndio tukapata Kigiri Region. Wakati tulikuja Kigiri, Kibeso alinipea mkono kama Youth Region ya Kigiri na Katawanzwe, hapo ndio tumefika na Kibeso. Kibeso alikuwa mwanzo pale Runda Region, na unasema kwamba ulikuwa sekretari wake kipindi hicho. Kufikia sasa uko katika idara ambaye yuko sasa. Wewe katika ulipataje ama ulipokeleaje ujumbe kwamba Kibeso ameondoka, ama ulikuwa wapi ujumbe huo ukitoka, ulikuwa wapi, ulikupata vipi? Mimi nilikuwa kazini, nikapigiwa simu ya kwamba Kibeso ni mgonjwa hapo kwa nyumba. Nilijaribu nikakimbia, nikatoka kazini nikaenda mpaka kwa nyumba ya Kibeso. Nikapata yeye Kibeso alikuwa katika hali mbaya. Ilinilazimu mimi nikawasiliana na ndugu yake na familia yake na viongozi wa kanisa kuambia Kibeso ni mgonjwa. Waliniambia jaribu sana mchukue umpeleke hospitali, na wakaniambia nimlete hospitali ya Nazareth. Tulijaribu na mvua ilikuwa mingi, nikachukua Kibeso akiwa na msichana wake, tukatembea kwa hiyo mvua, tukaleta Kibeso mpaka hapa hospitalini. Kibeso alikuwa anatembea, tukitoa Kibeso kwa nyumba alikuwa anatembea, alikuwa anaongea. Wakati tulifika hapa hospitali, Kibeso alikuwa anaongea hata na madaktari. So tukashughulika, madaktari wakampima, wakaamua kulingana na hali yake tutarudi na yeye. Kibeso arudi atalala hospitali wakiendelea kumshughulikia. So masaa ilipofika wakati saa 2 za usiku, daktari walituruhusu sisi turudi kwa manyumba tuwaje hao wakishughulikia Kibeso. So wakati tulirudi kwa nyumba ilikuwa siku ya Jumamosi. Tukajipanga, Jumapili tukarudi kukuja kuona Kibeso anaendelea namna gani. Tulihuzunika ndani ya moyo zetu kupata hiyo Jumapili Kibeso haongei. Jumamosi tuliwacha kama anaongea, alikuwa amekula, alikuwa amekunywa maji. Lakini siku ya Jumapili tuliporudi kumuona tulipata Kibeso haongei. So kuanzia hapo hali ya Kibeso iliendelea kusononeka, haikuwa mzuri vile. Nimekuwa nikikuja hapa karibu kila siku kuona Kibeso, nikimtembelea. Kibeso hakuwa anaongea, alifika mahali mwenyewe anajaribu kuongea lakini maneno hayatoki kwa mdomo. So siku ya Monday nilikuja kutembelea Kibeso, nikapata ako afadhali kidogo. Nikarudi Tuesday nikapata ako at least kidogo. Nikarudi Wednesday Kibeso akajaribu anataka kuongea lakini maneno hayatoki kwa mdomo. So nilipoenda kwa nyumba nikajipanga nirudi siku ya Thursday kumtembelea, tukapata habari mbaya ya kwamba Kibeso hayuko. Labda ili tusipoteze muda sana, kwa sababu safari sasa inaanza sasa ya kutoka hapa Nairobi kuelekea ama kaunti ya Kiambu kuelekea magharibi mwa Kenya. Labda sasa ujumbe wako kwa vijana, kwa sababu wewe ndio msimamizi wa vijana kutoka hapa na kuelekea mpaka safari ishe ya Kibeso. Labda sasa ujumbe wako kwa vijana tu kama kiongozi. Ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba tushikane hivi tulikuwa tumeshikanishwa na Kibeso. Kibeso aliweka vijana wote wa Kiambu cluster, Kiambu county kwa pamoja na akatufundisha heshima. So tuige mfano wa Kibeso sisi kama vijana.
Asante sana wapenzi watazamaji, huyo ni Youth Region wake Kibiso. Wacha tupate pia ujumbe tu kutoka kwa mama aliyekuwa kiongozi wake, alafu baadaye tutahusika na wachungaji, alafu tutamalizia na Chief Kasisi. Karibia mama. Habari ya wewe? Uko salama? Uko salama. Labda ukiongelelea tu kidogo mambo ya Kibiso kidogo tu, alafu unamjua vipi Kibiso ama umemjua kwa muda upi sasa? Najua Kibiso karibu kwa miaka 25. Akiwa kijana wangu mzuri, akiwa Youth Region, tukiwa naye katika Runda Region. Tulifanya naye kazi kwa njia iliyo nzuri. Hata yeye ndiye alikuwa ananionyesha njia za kwenda Kangemi, Kabangware, Karureni. Tulikuwa tunaenda kuhudhuria ibada za nje sana tukiwa na yeye. Na tumetenda naye kazi nzuri. Tumetenda kazi nzuri sana na yeye, tukitembea na yeye akiwa Youth Region. Tulikaa naye vyema, akiwa mtoto mzuri wa heshima. Hata mimi mwenyewe nakaa changu na yeye alikuwa anafanya bidii, hata kama ni usiku anakuja na niona. Sasa kabisa diagwa jake, mimi ndio nilikuwa mgonjwa, mtoto huyu alikuwa anafanya bidii mpaka hakikisha amefika mahali mimi nafanya kazi. Labda kidogo tu, labda kwa ajili ya hali, lakini wacha tubadilishe tu mama, labda ukitulia kidogo. Kwa hivyo kuondoka kwake imeniwachia huzuni mingi yenye sijui kama haitaisha kwa roho yangu au kwa macho yangu. Ninaweza kusema Kibiso wakati alikuwa hapa hospitali nilikuja nikamuona na nikaenda. Nilikuwa katika hospitali siku yenye aliondoka, nikapigiwa simu, nikaambiwa Mama Region, Youth Region, pressure wako hamkuacha. Nilichukua hatua nikaenda mpaka Gadogo. Kwa hivyo Kibiso nimefanya naye kazi kwa Gigiri, kwa Runda Region mpaka tumeenda Gigiri Region tukiwa na Kibiso. Tukienda Gigiri alikuwa treasurer wetu mkubwa wa Gigiri Region. Kwa hivyo ameaga akiwa treasurer wetu wa Gigiri na ametuacha na huzuni mingi sana ambao hatutasahau. Kwa hivyo mimi Kibiso ni mtoto wangu mzuri. Hata tunapoandaa hii safari ya kuenda magharibi, nasema Mungu atuongoze mpaka kufika magharibi Western tukiwa salama, tumpeleke kwake nyumbani. Asante sana. Huyo ni mama ambaye pia alikuwa anaongoza Kibiso akianza akiwa Youth Region pale Runda Region na sasa Gigiri, na bado wako pamoja. Kwa hiyo ni pole tu kwa mama kumpoteza mtu aliyemjua zaidi. Labda wacha tuungane tu na kwa sababu tutamaliza na Chief Kasisi, wacha tuungane na mchungaji mmoja ama wawili, alafu tumalize na Chief kulingana na muda. Ujambo Chief, mchungaji? Kwa salama kidogo, ni huzuni tu ambayo tuko nayo kwa ajili ya kumpoteza mpendo wetu ambaye tumempenda kwa muda, kufanya na yeye kazi. Ametuonyesha ujasiri na njia ambayo ni ya ushujaa katika Ukristo, kwa sababu hata akisimama kwa kazi mahali huwa anafanya kazi na unaona kweli huyu arudi kwa kanisa, tuendelee na kazi ya Mungu. Lakini hatuwezi kukosoa kazi ya Mungu, sababu yenye Mungu alikuwa amepanga. Sisi ni wanadamu, itabidi tukubaliane nayo tu
Angalau tuko na uchungu, tumewachwa kwa pengo kubwa sana, kwa sababu bila aliondoka hata hakusema jambo lolote kwa kanisa letu. So ni huzuni tu. Asante sana. Tuzungumze na pasta wa mwisho kabla ya pasta wawili ama mmoja. Sogea tu kabla ya kuja kwa chief, alafu nduguye azungumze. Ujambo? Salama sana. Niko salama. Hapa ni Dira la Mjadala live pamoja na media zote tunazungumza nazo. Labda tukielezea tu kwa ufupi vile unamfahamu Youth Region ama aliyekuwa Youth Region Kibisu. Okay, in fact tuko na huzuni kama jamii, kama kanisa la Gigiri tuko na huzuni, na ndugu yetu Kibisu ametulea kama baba, ametulea kama ndugu kwa Kristo. Pia tunahuzunika kwa sababu ametuacha na pengo kama Gigiri. Sisi kama jamii ya Gigiri tuko na huzuni mara tupu sana. So sisi tumeshiriki naye kama treasurer wangu, pia tena amekuwa nguzo kubwa kwangu, tena amekuwa mwalimu wangu wa karibu. Tunapojadiliana mambo ya kanisa tunaelewana kama jamii na kama sisi ya Gigiri. Uko vipi? Nashukuru sana. Kwa salama? Salama, ingawaje siko salama sana kwa sababu naomboleza. Lakini yote inabidi tukubali kwa sababu inatokea. Tukianza kwa majina tu tukielezea, alafu tuelezee jinsi tunavyofahamu Kibisu. Majina yangu kwanza naitwa Mchungaji Mkabana ndani ya Kikiri Region, Upendo Assembly. Katika region yetu ya Kikiri tunaomboleza sana mkuu wetu ambaye ni treasurer wetu mkuu wa region hii, former youth region wa Runda, Mr. Kibisu Hudson. Hakika amekuwa mtendakazi, lakini yote waje tukubali. Tulie tufanye nini? Waje tuamue, tuamini tu kwamba ameenda, na yote tuwachie Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni maombi. Yes. Utakuwa miongoni mwa watakaosafiri au sasa kama mimi mwenyewe ndio mchungaji wake, lazima nihakikishe kwamba kweli ameenda mchangani. Unajua akienda mchangani ndio nijue kwamba kweli alikufa. Unajua inaweza kuwa nasema na unajua lazima usike mtu uone umefunika. Kweli utakuwa unamwambia kwamba alikubali. So mimi lazima nipate yeye paka nyumbani na niko na wewe paka nyumbani. Asante sana. Yes. Naam, tuungane sasa na Chief Kasisi alafu tutamaliza na nduguye Hudson Kibisu. Huyu ni Chief Kasisi ambaye amekuwa ndiye Chief Kasisi aliyekuwa kiongozi wake katika Gigiri Region. Tusikie maoni yake. Jambo sana. Karibu sana katika Dira la Mjadala pamoja na media zote zinazohusika na ATC. Asante sana. Tueleze tu kwa majina alafu tueleze jinsi tunavyofahamu Hudson Kibisu. Kwanza kabisa tashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na mipangilio ambazo uko nazo kwa ajili ya siku ya leo. Mimi mwenyewe ni Sifika wa Gigiri Region. Majina yangu ni Isaya Nderesha pale Gigiri. Hudson Kibisu ni kiongozi wetu ambao tumekuwa na yeye kwa muda tangu tulipokuwa kwa region yetu ya Runda na tukasonga kwa region ya Gigiri tukiwa pamoja na yeye. Akiwa Runda region alikuwa youth region na alifanya kazi yake vizuri sana. Mimi wakati nilijiunga na Runda region nilipata Hudson akiwa youth region na tukafanya na yeye kazi nikiwa mchungaji, yeye akiwa youth region katika Runda region. Na wakati tumekuwa kwa Gigiri region, yeye alikuwa ni treasurer wangu wa region, mimi nikiwa chifu wake. Hudson Kibisu, kwa ukweli jinsi viongozi wangu wametangulia kusema, Kibisu alikuwa kiongozi mzuri, Kibisu alikuwa kiongozi mwaminifu mzuri, Kibisu alikuwa kiongozi ambaye hakutaka mchezo ndani ya kazi, na tumefanya naye kazi vizuri mpaka wakati huu. Kibisu amekuwa mgonjwa kwa wiki mbili tu, kwa sababu alipoanza alimshughulikia, akaenda hospitali pale Kiambu, akamaliza pale wiki moja, akarudi kwa nyumba. Aliporudi kwa nyumba, jinsi youth region amesema, tukakaa siku moja mbili, tukaona ya kwamba anazidiwa. Youth region pia wakamleta hapa Nazareth, akakaa hapa Nazareth muda wa siku 4-5, ndio akaitika mwito wa mbinguni. Kwa hivyo sisi Gigiri region hakika tuko na huzuni, tumepoteza kiongozi mzuri ambaye amesimama pamoja nasi kwa ajili ya kazi ya Gigiri. Tunaomba tu siku hii ya leo, kwa sababu siku ya leo kulingana na mipango yetu
ndio siku ya kuja kumtoa mahali hapa. Wakati tuliitwa akaitika, tukamweka mahali hapa na tukarudi kufanya shughuli ya kutafuta vile tutampeleka nyumbani. Na siku ya leo tumejitayarisha kwa ajili ya kumtoa mahali hapa ili tumpeleke mahali alikuwa anaishi pale Githogoro, tufanye ibada yake ya mwisho na tumsafirishe kwenda nyumbani. Tunampeleka katika region yetu ya Waidudi region ili tuungane na Wakristo wa nyumbani Waidudi region kumsindikiza marehemu Kibeso. Tutatoka hapa masaa ya jioni, tutafika nyumbani kesho asubuhi, tutatulia kesho na tutamsindikiza ndugu wetu siku ya Jumanne. Hiyo ndio itakuwa siku yake ya kufanya mazishi yake. Kwa hivyo naomba tu Mungu atusaidie tunapoanza hii safari ya kutoka hapo kwa mochari kwenda mahali alikuwa anakaa na kuanza safari ya kwenda nyumbani. Tunaomba tu Mungu atuongoze kwa ajili ya hiyo kazi. Sawa, ukisalia tu hapa, wacha tupate maswala kidogo kuhusiana na nduguye, alafu wenzangu pia watakuwa na maswali kwenu waweze kuwauliza. Kwa hiyo mkae tayari kama una swali. Hujambo kaka? Ndio, asante sana. Jana tulikuwa pamoja na tena tuko pamoja leo. Ndio uweze kuwaelezea tu wale ambao wanatutazama, wewe ni nani katika familia hii, ama wewe ni nani kwa Kibeso, alafu tuelezee mambo machache, ni kwa sababu wengi maandalizi kule watu wanaenda, ndio unafahamu. Tuelezee tu kwa ufupi ni vipi mipango ziko, na wewe ni nani? Kwa ufupi mimi ni nduguye Kibeso, naitwa Damba Joseph. Mimi ni mdogo kwa Kibeso, mtoto ambao nimezaliwa second last, na jinsi tulisema hapa matayarisho yuko tayari, niliweza kukamilisha beli mapema. Saa hii ambao kitu kazi inaendelea huko ndani ni kutayarisha mwili kuweka kwa sanduku, alafu tutoka. Tukitoka hapa tunaenda kwa kijiji, baada mahali itakuwa huko nyumbani. Ibada itakuwa katika kanisa ya Waidudi region ambao mahali kanisa itafanyikia. Kwa dakika hii nyumbani nafikiri matayarishi iko salama. Wale ambao wanataka kukuja, ukifika tu Stendikisa, kutoka Stendikisa mpaka nyumbani ni 300 meters, tuko kwa barabara. Kwa hivyo nyinyi nyote, marafiki, kanisa, familia, wote tunamwalika huko nyumbani. Asante sana. Sasa wacha tukuje kwa wenzetu hapa, labda wana swali kuhusiana tu ambao walikuwa na maswali waweze kuuliza, labda sogea ndio uweze labda swali hapo. Songeni hivyo kidogo ndio tupate nafasi. Kamera itatuzoom tu hata tukiwa mbali kidogo. Sawa. Asante sana mwenzangu Regan. Hakika ni siku ya huzuni ambayo hakika hatukutarajia. Na labda ningependa tu kujua kutoka kwa Youth Region ambaye amesema yafanya kazi naye, amefanya naye kazi kwa muda ambaye ni mrefu au mfupi. Kwa hiyo labda utuambie jambo lipi wewe kama Youth Region utaweza kumkumbuka Bwana Hudson Kibeso, yani ukiketi na ukumbuke unaona kwamba umepoteza kitu kikubwa. Labda utueleze. Kusema kweli, mimi nimehuzunika sana kupoteza kiongozi mkubwa. Hizo vile nilisema hapo mwanzo, jambo ni ile ndio amelea zaidi. Mimi nitakuja na yeye, hata sikujua yeye siko wapi, lakini Kibeso ndiye alishika mkono akaniweza hii ibada hii hizi. Bwana Kibeso amefika mahali amekufa kama bado tuko naye. Kana Kibeso mtu zaidi ya katika neno sema Runda region, tukakuja tukapata kipindi hicho ikiwa kama mtazamaji wake, pesa ikiwa kama hazina. Asante sana. Sisi kama Kinara Media na Dira na Mjadala tunawapa pole. Labda pia ningeweza kuzungumza na Region atueleze hili pengo limeondoka, pengo la Mr. Hudson Kibeso. Labda kwa upande wako unaona kwamba kwa sababu alikuwa ni kiongozi tajika, unaona kwamba kuna uwezekano pengo hii inaweza kujazwa na mtu mwingine? Asante sana. Tunajua kazi ya Mungu ni mpaka iendelee, kwa sababu kazi ya Mungu inapotendeka kama vile imetendeka, yote inakuwa ni mapenzi ya Mungu.
na tukirudi upande wa kanisa pia Mungu atatupatia kiongozi ambaye pia tutaongozana na yeye kwa ajili ya kanisa la Mungu, na kanisa la Mungu litaendelea. Ingawa tuko na huzuni kwa sababu ametoka wakati ambao tulikuwa tunamhitaji tufanye naye kazi. Asante sana. Asante sana kijana wetu. Na labda swali la mwisho kwa nduguye marehemu Kibeso. Najua ni shukuru sana kwa sababu pia ni familia. Labda tungetueleza hisia zako kuhusu kifo ya Mr. Hudson na kwenda mbele. Unaona ni kama mambo yatakuwa sawasawa kulingana na vile yalikuwa, ama unaona kutakuwa na ugumu fulani? Kusema ukweli, Kibeso alikuwa mtu wa familia. Sisi kama huko nyumbani tulikuwa tunamtegemea, na tukipata katika jamii yetu kama shida iko, yeye ndiye alikuwa anakimbia kwanza anaenda. Kwa hivyo ni mzuri tu ile kitu ambacho tutaweza kuomba Mungu atusaidie ili tukaweze kujaza hiyo pengo isije kakuwa hivyo, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Pole sana kwa familia, wape moyo wa kuweza kuchukua haya yote. Nafikiri Regan, kwangu niko sawa, unaweza endelea kutoka hapo. Naam, asante sana wapenzi watazamaji wa Dira la Mjadala TV. Kumbuka tuko ndani ya Dira la Mjadala TV pamoja na wenzetu hapa wa media zinazohusika tuna dhehebu la ADC, na pia tunazidi tu kuchukua maoni moja mbili kuhusiana tuna kiongozi huyu ambaye ni Hudson Kibeso ambaye ni former youth region katika Runda region na sasa katika Gigiri region. Nakumbuka kiongozi huyu alikuwa ni kiongozi maarufu zaidi, na ndio maana ibada ya jana ikajana. Leo tena tunatarajia mengi zaidi kuweza kufanyika katika ibada ya leo. Kwa hiyo kutoka hapa bado tunazidi kuletea tu maoni mbalimbali. Wacha tupate pia mchungaji mmoja kabla ya kuendelea kufunga tu virago ya mahojiano na kuendelea kuwaletea live hapa katika maeneo haya ya Nazareth, chumba cha kuhifadhi maiti cha Nazareth katika kaunti hii ya Kiambu. Wacha tupate mchungaji wa mwisho, alafu tutazidi kuwaletea tu mambo jinsi yanavyokaa. Hujambo? Jambo. Mimi kwangu majina, alafu tueleze. Majina yangu ni Pastor Anthony Kasamba. Nikiwa na huzuni kumpoteza kiongozi jemedari ambaye ni Hudson Kibeso. Amekuwa kiongozi mwema tulipofungua ibada yetu ya Gigiri. Amekuwa msaidizi wa karibu. Amekuwa mtu mwenye utu, mtu ambaye ni mpenda watu, mtu mwenye kuongelesha watu kwa njia ambayo inafaa. So ni kiongozi ambayo tunamtambua, anapenda watu, anapenda kanisa na anapenda kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo ni uchungu kwetu kama mimi mchungaji. Chenye ninasema tu Mungu atusaidie, atupe nguvu kama kanisa ambaye Gigiri region imepoteza mtu wa maana, imepoteza kiongozi ambaye amekuwa wa nguvu katika hiyo region. Okay, labda ya mwisho tu ukielezea wewe unamjua miaka mingapi Hudson? Hudson Kibeso tumefanya naye kazi kwa muda wa miaka 5 akiwa youth region, akatoka kwa youth region akawa mstaafu. Tukafanya naye akiwa kama treasurer wa assembly, akafanya kazi kama treasurer wa region na akafanya kazi kama kiongozi msaidizi kwa kila assembly. So amekuwa kiongozi msaidizi kwa ibada yetu ya Gigiri region. Asante sana. Wacha tupate kijana yake na nadhani unaweza kuzungumza kidogo alafu tuendelee pia. Jambo. Mzima. Labda wewe ni baadhi ya familia, kutueleza unahusika wapi katika familia hii ya Kibeso? Mimi kwa majina naitwa Elvis Sababu. Kibeso ni ndugu ya baba yangu ambaye anafuata mara 3. Sisi kama familia tumehuzunika sana. Tumepoteza baba ambaye alikuwa anatupea mawaidha hapa Nairobi. Yeye alikuwa kiongozi wetu hapa Nairobi, ametulea. Hata tulipokuwa tukisoma nyumbani, yeye alikuwa anatusaidia, atuambia kujeni Nairobi kuja mtembelee. Hata hivyo namshukuru, maana yeye ndiye aliyenikaribisha huku Nairobi, ametulinda. Nyayo tu tumehuzunika sana kwa yake. Ile ni tunahitaji tu ni maombi.
Asante sana. Huyo ni kijana yake ama kijana ya nduguye, kwa hiyo ni kijana yake tu. Hudson Kibiso kutoka hapa katika maeneo hii ya kaunti ya Kiambu katika Nazareth region. Labda Regan, tungeoja hata labda jirani mmoja kwa sababu pale tunaishi. Jamani, sogea mbele. Sawa. Sogea mbele kidogo. Kwa sababu Kibiso ameishi na watu, kuna watu wanamjua, kuna majirani, kwa hivyo ni bora tukipata mmoja atuambie naye ana jambo gani. Sogea. Sogea kabisa. Jirani ama lakini ni jirani bado nilimpenda kikanisa. Ni mtu alikuwa anaimba, hiyo kuimba kwake ilinitia moyo. Na hivyo mimi sina hata nimesema leo ni kujadili kwa sababu hiyo uimbaji wake ilinifunza kitu. Nashukuru. Haya. Labda kwa kuongezea, mimi naitwa Ian. Kibiso alikuwa ni jirani yangu wa karibu. Ploti moja hapa na pale. Na alikuwa ni mzee, ana mambo na mpenda amani, akikuona. Nakumbuka siku moja ndio nimjua, alisimamisha. Kaniuliza wewe unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Ian. Kanihoji unafanya nini? Nikamweleza. Kutoka hapo tukajuana. Ikawa sasa tukikutana lazima tusimame mzee nini anishauri. Namjua hivyo mzee. Mungu ampumzishe kwa amani. Asante sana. Wacha tupate mkewe Hudson Kibiso, ndio amefika, labda aweze kutuelezea tu pia naye maoni moja mbili. Karibu sana mama. Na pole sana kwa msiba. Sogea tu hapa ndio tuweze. Ujambo. Pole sana kwa msiba, na tunadhani kwamba Mungu atawapa nguvu. Labda ukizungumzia tu wewe kama mke wa Hudson Kibiso, jinsi mmekaa na yeye, historia yake wewe ndio unaijua vizuri, labda ukituelezea kwa ufupi jinsi unavyofahamu. Kipata kisauti. Naam, asanteni sana wote wamezungumza. Tumepata maoni mbalimbali tu kuhusiana na wahusika wa kanisa pamoja na mkewe huyu ambaye yuko hapa nasi kwa ajili tu ya safari ya mwisho ya mwenda zake Hudson Kibiso, marehemu ambaye ni former Runda Region Youth Region. Na mimi kutoka hapa katika Dira la Mjadala TV moja kwa moja vile katika Nandwa Media. Basi zidi kutufuatilia katika Dira la Mjadala TV, Nandwa TV Media online, pamoja na TikTok, YouTube na Facebook, zote zile tuko hapa live kuwaletea kutoka mwanzo hadi mwisho, nadhani mpaka siku ya kuzika. Kwa hivyo zidi tu kutufuatilia kutoka hapa. Mimi naitwa Mayuli Regan.
kugange mwino bagaeri migaja waragamariye munaje kuza yaho mwiguru handimenya miga josiza madi kugange mwino bagaeri migaja waragamariye munaje kuza yaho mwiguru handimenya miga josiza ararana bakwamanyana nabo abiko bange baherizijwe n'abari nabange banzibiriye ubici bamwe abo bange ararana bakwamanyana nabo abiko bange baherizijwe n'abari nabange banzibiriye Mwami wange Yinzindasa Irananga Hango Eyo mugeni kubi nyumba yange Numwoyo gwange goherizwi Hango hange siyaramanya Eyo mundu weirindi Eyo mugeni kubi nyumba yange Umwoyo gwange goherizwi Hango hange siyaramanya Izindasa Izindasa Yesu Hango Yinzindasa Kama unajua una pressure sana nenda nje, mwili kutoka nje itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu atakudama. Sundi mundu mkuru wa Nyasaye wakita kusenjera kwa nyama kusenjera no mbili kwa Hudson. Kibisu ya Yesu na kutuka lele miaka minyeko. Na yuki region yaka tuko yaka mafaka 20 region. Idemo lideni senjera Yesu. Lideni senjera kwa mihenzi cheche. Yenga la kumurulita mwanzi yukushende no. Roho wa Nyasaye mademo nishi sundi kitaka kolonde. Mundu mkulu kwa kamera. Hito. Mudi salisha kale roho wa Nyasaye kula mutihiri. Mwana wa Nyasaye libukana kusenjera kulonda kana ku ibada ya Hudson. Mundu kola itapinga mihenzi cha kwenyapo yendera. Mundu no mundu mkuru naba ni kwanza naba ni kuka niba no mulina itabo heavy kasi kona kamre kiti Hudson urulta munu uri libukana isenjera ku mihenzi chocho mademoni kizaka londe lo asira ite sinjira kulonda kana libukana
mundu mu roho nyasaye dakasa burima mundu wakola ngona kabisa hiti numanyi wachenda ku makoso na Hudson toka nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Numanyi wachenda ku makoso na Hudson fanya nini? Toka nje. Mademo hiti mangana koko kitata sinjire ninga banya kolomba likana kujyo kumongori zalikana roho ya saya utini misala chucho bibohere sio boheri kukana ya kipiso ya kipiso ya indra kukana kone mabile kiti wana wanya sai ninga la banya kuchenda kunjira ibukanere Hudson yasinyira shikira mwanadamu shikira wibisiumo shikira muri bukanwe ili itabo heli bukana itabo heli bukana kibisu ili bukana nyari chende yani ndanya hulola ndi wataweza ukone hamreka kiki aranga balishibandwa masenjira roho wa Nyasaye bitaba sinjira ibukanere ibukana libula ko cyane nime jawo bandu bali bakhulu bandu balangwa mira kalika khare ibukana yabo ya khachenda nawe kinga balondera mira Hudson kipisu kona hamre kristo ebonisu kristo Yehova Jire mtakatifu watakatifu, kwa neema zako ya tosha tunasema ni asante. Mwili wa kibisi ulikuwa unataka kwa hii mocha nitokoje kuiondoa siku ya leo. Nakuja mbele zako tukinyenyekea, tunasema uiongoze, wewe ndio Jehova. Kuna mnenaji anakuja na maandiko kuhusu ibada ya kibiso. Watu kamnenea leo yako tunasema ni asante. Shetani uzinji waliosema akaweze kushinda. Tunapoungana kwa kuomboleza tuomboleze kwa amani. Asante bukurangi nyingani esaki wawe na sana. Kimini korogendo yimichikorobe Jehova. Inga basoma marago makorogo. Inga kutura mukiryango kino marago go. Uyimini na kunyegwa korona. Imitego muzinzira kuri wowe no yanze guti. Kizo mekorobe Jehova. Amake na roho na sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibugana mirembe. Mirembe. Kumindi cha kibisu na kusingira kuri basali seme. Amen. Na kuona kunani mwana makuba keke. Eko na keke. Bwana sio sawa. Amen. Ukakomanya kibisu ulindira naye wako hudini hale. Na kibisu bali mchendo dwelwe. Ni muri mwana makuba kandi kwenye kono ni safari hii. Na makuba kandi iwe mwene na koko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuta kusingira kibisu uliko chenda naye uliye chenda nili bukana hii uchendi kutu kulumbasu na kubashi nili bukana na inyinga nya sawa wale kumalanga nya kusoma zaka ili kurule munu. Amen. Amen. Yusufu akawapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Bwana abariki. Amen. Neno la Bwana linasema wana wa Israeli waliandaa mwili wa mtumishi wa Mungu Yusufu alipolala. Bwana asifiwe. Na Yusufu alikuwa katika hali ya kuhifadhiwa kama mufu, na alipohifadhiwa wakati ulipofika walienda wakampaka dawa jinsi kibisu ameandaliwa siku ya leo kumpeleka mahali anahitajika kwenda. Bwana asifiwe. So wakati huu sisi tuko tayari kama ndugu za kibisu, kama jamii ya kibisu, kama kanisa la kibisu, tumejiandaa kuondoa mwili wake mahali hapa ili kupeleka mahali anahitajika kwenda. Bwana asifiwe. Na mifupa yake lazima irudi mahali alipotoka. Bwana asifiwe. Na tunajua kwamba amelala na wafu wengine. Na tunajua kwamba tunaandaa mwili huu wale wafu ambao alikuwa nao, na sisi tunawaombea pia wapate nafasi ya kwenda kuzikwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Wasiandamane na mwili wa kibisu. Kibisu ni mtumishi wa Mungu, na ikiwa ni mtumishi wa Mungu, sisi tumesimama hapa kama makuhani, kama kanisa, kama jamii, tunaandaa mwili wake kutoka mahali hapa, na tunajua kwamba vile neno limesema amepakwa dawa ili kwenda kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoondoka mahali hapa tunaondoka kwa ushindi wa Bwana na mwili wa ndugu yetu, maana tunajua hata nasi tutalala siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kuhangaika na kulia, usiwe mtu wa kukosa kujua, maana hii ni safari ya kila mmoja. Wanasema kuishi ni bahati,
kufa ni unulira usomere mwami. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtakoyaza Kibisu, mimi nilimpenda Kibisu kama ndugu yangu, kama mtoto wangu, lakini leo hii niko hapa si ibada ya furaha, ni ibada ya huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru wale wote wamejitolea kuonyesha ushujaa wao kwa ajili ya huyu shujaa wa Mwenyezi Mungu, shujaa ambaye amefanya kazi, na mmeona kwamba mtumishi huyu hakuna mahali mmeona mtu mwingine akifanya hivi, maana alitengeneza historia yake akiwa hai. Na mimi ninakuomba ukiwa mahali uko hai, naongea na watu walio hai, kwamba tengeneza maisha yako ukiwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiweke mipaka, usiweke vikwazo ndani ya maisha yako. Kibisu mngekosana saa hizi, kesho mnaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mtu akuweka maneno, na wewe ukiwa mahali hapo umeweka maneno, bwana Kibisu alinifanya, Kibisu yako lele yako na koko. Kunaomba vitendo lo Kibisu, ndio vitendo lumilembe. Na Kibisu tunakutoa mahali hapa katika uwezo wa Mungu. Na tunaondoka na mwili wako salama. Na hadi tutakapopanga kuondoka tukupeleka mahali utalala, najua kwamba Mungu ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Yasai Yesu izome. Asante. Tangazo kabla tuombe. Mwili wa Kibisu uko ndani ya mikono ya kanisa. Kufuate utaratibu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili unapoondoka mahali hapa unaenda kanisani. Kanisani tutapata viongozi wa ile dhehebu mahali pale, wale walifanya na Kibisu kwa ile madhabahu, kusalimia ibada kwa muda mfupi, dakika 2. Mwili utaondoka mahali pale mpaka mahali Kibisu alikuwa naishi. Mahali pale itakuwa ni maombi tu, tukiondoa mwili pale mpaka mahali ibada inafanyikia. Hapo ndio tutafunua mwili kuwapa watu ruhusa ya kuangalia mwili kwa muda mfupi, ibada ianze. Bwana Yesu asifiwe. Tukishamaliza kuona wale watakuwa pale, mwili utafunikwa, ibada itaendelea. Tukimaliza ibada tutafunua mwili tena, watu waangalie, tufunike mwili. Watu wakishamaliza tuweke taji, itakuwa imeisha kuangalia mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale mko hapa, tunapomaliza kuomba tutaenda tukizunguka tukiangalia mwili, tukitoka nje tukianza safari. Tunapofika kule hakuna kufungua mwili. Tunapofika kule usituwekee vikwazo tena kutuambia mngefanya hivi. Upata utaratibu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu uinuliwe, wewe ni mtakatifu. Najua ya kwamba mwili wa Kibisu uko chini, roho yake iko mikononi mwako. Tunapoondoa mwili huu hapa mahali, Mungu wa rehema, tunaanza safari yake kuanzia sasa hadi tutakapotoka tukienda magharibi. Mungu wa rehema utuongoze. Ongoza ibada ya Kibisu, maana alitenda kazi, wacha ibada yake ikacheze, ikawe ibada imefunguka kwa ajili ya kazi hii. Mungu wa rehema, onekana wewe ni mfalme. Kisha ndani ya kazi vikwazo uweze kuondoa. Linda watu wake Mungu wa rehema, wanapoomboleza ukawape roho ya utulivu, wewe unastahili. Najua kwamba kanisa limehuzunika, familia imehuzunika, sisi wote tunahuzunika, lakini tunapoomboleza Mungu usimame pamoja nasi, ukatuongoze, wewe unastahili. Vikwazo ndani uweze kuondoa, kisha ndani uweze kuondoa. Najua kwamba unaenda kutenda, ni kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Mashindi kama lova likoto lyanje boeli khandili ya bulushi ilonda kuinjira ya bakuka bazira ulwa ditu mashile ngo ile kwa itikiti ilonda kuinjira ya bakuka bazira ulwa ditu mashile ngo ile kwa itikiti.
ndalola obulaita imonia uyindolanga shinyala khandi khulolata shindaba alukhani ilonda kuyindila yabakuka batiraho ulwandituwa shilembo nililebwa ilonda kuyindila yabakuka batiraho ulwandituwa shilembo nililebwa Uruchibwa mahono kanje dire khaho binyumba yanje nilizya khulilwa ndibulwa shinda zyani shinduta ndilonda khulindila yabakuka batiraho ulwandituwa shilembo nililebwa ndilonda khulindila yabakuka batiraho ulwandituwa shilembo nililebwa Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendwa wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya,
umetuonyesha, yapo machozi yatiririka. Tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane bandarini kule, tuonane, kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaonana Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane, tuonane milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane milele kwa Baba Mungu, tuonane bandarini kule, uko nyumbani Jerusalemu Yesu wetu anapotoka bandarini kule. Utujibwa makono gange direka kubi nyumba yange dira nabuzwa sendiburwa sindasyane kindumba. Utujibwa makono gange direka kubi nyumba yange dira nabuzwa sendiburwa sindasyane kindumba. Basiraku mukiyango nondanga Namachindi gamaloba igodo lyange liboiwe kandiri ya buguki iri gwange nisingene. Namachindi gamaloba igodo lyange liboiwe kandiri ya buguki londa basiraku mukiryango nilonda basiraku mukiryango
buraimba emoni yabuye ndoranga sinyaraka ndikondoramba sindabanukani sindarora buraimba emoni yabuye ndoranga sinyaraka ndikondoramba sindabanukani basiraku mukiryango ndirona basiraku mukiryango ndirana mu nyumba yange hango hanga siyaramanya rwamari kugange gaeri kirindwa kirambugura sindirana mu nyumba yange hango hanga siyaramanya rwamari kugange gaeri kirindwa kirambugura basiraku mukiryango nondanga basiraku mukiryango Chukua laini kule nyuma, chukua laini kule nyuma. Lazima tuwe balance hapa ni pole pole.
umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende, Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Katika nguvu zake Jehova God akana mosina la bo.
1 2. Asante. Wale mmekaa naomba kusimama nyinyi nyote. Mwenyezi Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwa utatu wewe ni Mungu. Yes. Mwenyezi Mungu, tumetoka kwa ibada mahali Kibisu alikuwa anashiriki mwana wa Mungu, tumemleta kwa kikao hiki mahali ibada inafanyika. Yes. Baba, naweka mwili wa Kibisu mikononi mwako. Yes. Bwana, safari yake mikononi mwako. Yes. Ukamlinda Bwana, ukamtakasa. Yes. Pepo litakalo inuka kwenye ibada hii kinyume na ibada, Yesu bali kuondoa. Bwana, ibada ya marehemu wewe ni Bwana. Huyu amekuwa mtumishi wako. Yes. Na safari yake Bwana imekoma. Yes. Baba, mlinde Bwana, ukamtakasa. Yes. Baba, wale wa jamii wote na kanisa na marafiki na wakabidhi mikononi mwako. Yes. Wanapoomboleza Bwana, uzidi kuwafunga mkanda. Yes. Kitu kibaya uondoe. Yes. Misirani uondoe. Yes. Maroho za giza uondoe. Yes. Tawala safari ya Kibisu, wewe ni Bwana. Yes. Unapoanza ibada hii siku ya leo mahali hapa uwe pamoja nasi. Yes. Katika pendo la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante. Bwana Yesu. Yehova Nyasaye, owe Nyasaye mugasu, owe Nyasaye uzimbabasi. Idiko zana riyo mari kuyanza. Kusenge Jehova kijya gutanga ribugana. Ya Hadison Kibisu ndibeka makono gogo. Wakujaga mwami jaga ala nakune kijya owe Nyasaye. Owe Nyasaye kwa kuba muri genda litambire masiza gabe. Nabuza ridikora karono kumara mienzi ja Kibisu. Owe Nyasaye mbeka mienzi iki makono gogo mwami. Nuyanza nobugila imela mienzi kijya owe Nyasaye. Udamanu hagati imienzi Yesu wiye. Kebe hagati uwe imienzi Yesu wiye. Gasa mienzi kijiro. Oh!
mapema tukaenda pale sehemu ya Nazareth ili kuweza kuchukua mwili wa Kristo, na hakika tumeweza kuchukua mwili huo tukapeleka mpaka nyumbani kwake na tukatoa na kupeleka mpaka kanisani ili kuweza kukamilisha kazi hii ya Mr. Kibisu. Tukizidi na kuendelea, nimeweza kupatana na kiongozi ambaye pia ni kiongozi tajika, na labda ningependa tu atueleze mambo mawili matatu kuhusiana na shughuli hii ambayo tuko karibu kutamatisha, na anaona namna gani kuhusu shughuli hii. Na mtueleze jina lako, majina yako na uko region gani, assembly gani, kabla tuendelee. Asante sana. Majina yangu yanajulikana kama Lubisa Bonfes, mjumbe wa Mungu na shirika la Mitume Region katika Nuru Assembly. Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya katika kanisa yetu ya Kiambu na katika African Divine Church yote kwa jumla. Nasema kwamba Mungu azidi kuinua kwa kazi hiyo nzuri mnayoifanya. Shughuli ambayo tuko nayo ni shughuli ya marehemu mwenda zake ndugu yetu Hudson Kibisu. Jinsi mnavyojua alikuwa mtendakazi mzuri, jinsi nilivyosema mwanzo, tulimpenda, lakini kazi ya Mungu jinsi wahenga husema kwamba haina makosa siku zote. Tumemtoa kule katika chumba cha kuhifadhi maiti. Mungu alimuita akatulia kule Nazareth, tumemleta atulie hapa kidogo. Muda usiokuwa mrefu tutaanza safari yetu ya kutoka hapa kupeleka magharibi. Na labda utueleze, je, watakapokuwa wanapeleka hiyo maiti utakuwa unaungana nao ama shughuli yako inaishia tu hapa? Hiyo hata si mambo ya kusema, kwa sababu hiyo ni kitu yenye nilijipanga tangu mwanzo ya kwamba mzee Kibisu tumefanya naye kazi, ameninua kwa vipaji katika huduma ya uimbaji, tumefanya naye kwa pamoja. Kwa hivyo ni mtu ambaye namtambua. Mimi nitaungana na wale ambao wanasafiri kwenda kule magharibi kuzika Kibisu. Nitakuwa hapo mpaka safari yake ya mwisho ataenda kwa mchana. Naona umejitolea kabisa katika kazi hii ya Mr. Kibisu. Na labda tunapomaliza tunakamilisha kazi hii, kwa sababu imekuwa ni wiki siku baada ya nyingine tukiweza kukazana na kukazana. Labda tueleze maneno yako ya mwisho katika shughuli hii nzima kwa familia ya Kibisu, kwa assembly ambayo Kibisu ametoka, kwa region ambayo Mr. Kibisu ametoka. Labda maneno ya mwisho tu labda, ili kabla tuende kuenda katika hii safari. Jambo la kwanza nitasema kwa familia ya Kibisu na marafiki pamoja na kanisa la Kigiri Region, nitawaambia pole sana kwa sababu wamepoteza yule kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wa Mungu. Uchungu kwa sababu mimi kama mwana Mitume Region, kama imeniuma hivi na imeniumiza ndani ya moyo, sijui wana Kigiri wenyewe wanaweza kuwa wanaumia aje. Sasa mimi nawaambia kwamba Kigiri Region pamoja na familia ya mzee Kibisu nasema kwamba poleni sana. Ni hali ya maisha na katika mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu tunasema haina makosa. Mungu anapenda kushinda na tumwachilie asafiri salama. Sawa, nashukuru sana. Na labda ukimalizia tu, last time wakati tulikuinterview ulitaja mambo ya kukutana tena, na watu wengi wakoja wanajiuliza hii kukutana tena ulikuwa unasema inamaanisha gani? Ina maana gani? Labda tukifunga tuambie tu ili tuweze kuelewa. Asante. Kukutana tena hiyo ni lugha yetu ya kule Maragoli, watu wa kule Western tunasema kukutana tena. Hiyo ni yani kama kujifunza kitu, ile hali ya kujifunza kitu. Unataka kujifunza kitu, hata jinsi mnaonanga mtoto akianza kuongea lazima aanze kuvuta maneno. Sasa ile kutanatana ilikuwa naongelea ile maneno ya midindi, hiyo midindi kutanatanisha. Sasa kutanatana ni hiyo kujifunza, hiyo sasa mara moja ama mbili. Hiyo ndio mambo ya kutanatana. Hiyo ndio kitu ambacho ulikuwa unakataa. Hiyo ndio kitu nilikuwa nakataa, lakini nashukuru sana kwa sababu watendakazi walijitokeza na kazi ya Kibisu imefanyika na watendakazi wale ambao wamebobea katika kazi hiyo. Na tunashukuru sana kwa sababu hata tuliona wenzetu walitoka ngine kama Ngware kule Isili Cluster ka Kilera kule wamekuja tunashirikiana katika kazi hii. Usiku wa leo tumekuwa hapa na amani tena. Kwa hivyo baada ya Kibisu imekuwa mzuri, na ile mambo ya kutanatana haijakuwa sawa kabisa. Sawa. Nashukuru sana na tutazidi kuwapa familia pole. Asante. Na utakaposafiri mfike salama. Tuna imani kwamba atafika salama. Mungu ni mwema. Tumemtoa kule kwenye
chumba cha kuhifadhi maiti tunakipanga polepole. Tunataka tupige dini bado inakuja. Tunapa kulapa ya kulapa. Ninyi mnataka muone maneno hapa. Huyu mzee alikuwa mzee wa nguvu kwenda bora maana nataka tuseme mambo kwa ibada ya mwisho hapa Nairobi ya mzee Kibisu. Yeah. Sawa sawa. Thank you so much. Wacha tuone, tuzidi kuona vile mambo yatakuwa. Asante sana mtazamaji, hayo ni mambo machache yale ambayo tumepata kutoka kwa viongozi wetu, na tunatumaini kwamba siku yetu itakuwa ni njema na itaisha vizuri. Ni mie wenyu Nandwa, zidi kuwa na sisi. Achana na hiyo Sailo, achana na huyo mtu. Wacha nichukulia hapo. Mayuti kuja hapa tukifika pale nyinyi mwache hizi bendera zilikuwa hapa zikatoka mbio. Hao ndio walitoka mbio. Acha nifunge tu yako. Sasa ndio mimi nimekuwa na story nyingine, hata wacha hata sikuwa nifikiria.
Tukaribishe Runda, tukaribishe Kilasa. Naona wameshikana wakiwa wengi, tuwakaribishe. Karibu sana Mkunda Mtume Runda, karibu sana.
nafanya kazi na Kupa Kenya. Ningependa kuwajulisha kidogo kuhusu Kupa Kenya, na tutakuwa hapa. Wale watataka kujiunga nasi tutaweza kuelimisha na tuwaandikishe. Kupa Kenya ni welfare ambayo inashughulika na mambo ya mazishi. Wakati umefiwa tunagharamia gharama ya mazishi. Kwanza kabisa, kama wewe ni member, tunakupatia transportation ya mwili, tunakupatia executive coffin, tunalipa moja 14 days, tunavalisha mwili, tunakupatia tende ya mwili, tunakupatia troli na lowering gear. Kujiandikisha ni shilingi 200 tu, na iwapo umejiandikisha peke yako unalipa shilingi 100 kila mwezi. Ukiwa na mke wako ama mume wako 150, ukiongeza watoto wako ni shilingi 200, ukiongeza parents ni 250. Nitawapatia namba yangu ya simu. Kama hauko tayari leo, unaweza tutafuta siku nyingine na tutaweza kukuandikisha. Namba yangu ya simu ni 0720 356 299. Najua ya kwamba hii ni baada ya mwenda zake, sitaki kumaliza wakati wenu. Namba yangu ni 0720 356 299. 0720 356 299. Tutaendelea kukaa hapa na nyinyi na tuendelee kuwaelimisha. Wale watahitaji kujiandikisha tutaweza kujiandikisha. Asanteni sana na poleni sana kwa familia ambayo imepoteza. Asante sana, karibu sana ndugu zetu. Kwa haraka kidogo. Karibu kwa haraka kidogo. Kwa haraka kidogo. Uliland lini? Mungu ni mwema. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina najulikana Silas Ongeza, nikiwa pastor wa African Church of the Holy Spirit. Hapa inaitwa Kidesemani, Kidogoro. Nasema pole kwa wenye wamefiwa pamoja na mkutano. Sawa, Bwana wafunge mkanda. Watu wa African Church of the Holy Spirit wa Afrika, machamatari, viongozi wote, pia kulivosi makanisa kosi na Kisokoro, mlemba wote. Na Bwana tendo pole sana poteza shujaa wetu Kibisu. Tulikuwa tumempenda na Mungu amempenda sana. Tuko pamoja, tunalia pamoja na tumechanga kitu, tuwe pamoja. Mary Julius Yainea, Padri African Church of the Holy Spirit. So mchango wetu sisi tutauacha, alafu tutawachia Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi mnapoendelea na kumalizia. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante. All Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ibada kutoka huko, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibada, haleluya. Ibada ya jemadari, haleluya. Bwana ambao umetukimbilia, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuseme karibu sana, tushirikiane pamoja. Karibu sana kwa hala na moja. Asante.
Kibisu wanasema walichukua na yeye kitambo. Kumbe alikuwa yeye ni jirani wake katika muungano. Wakati alifikia Kibisu ameenda. Oh,
Hakika imekuwa ni siku njema tukiwa hapa katika uwanja ambao mwili wa marehemu Mr. Hudson Kibisu uliweza kulazwa kwa sababu ya shughuli ya watu kuweza kutazama. Imekuwa ni siku njema, watu wengi wameweza kujitokeza, region nyingi ambazo zimeweza kumtambua Mr. Hudson Kibisu zimeweza kujitokeza kwa wingi. Washirika pia ambao waliweza kuongozwa na Mr. Hudson wameweza kujitokeza, na hakika wakati kama huu ni taji linapeanwa. Baada ya taji basi watakuwa wanaandaa safari ya kuelekea magharibi. Wale wote ambao watakuwa na safiri basi wish wawe na safari njema na waweze kuiweka mwili huo wa Mr. Hudson mahali pema peponi. Nasi tutasema ni asante. Hapa at Nandwa TV tunawashukuru nyinyi watazamaji wetu kwa kututazama na kwa kutupatia ile support, kwa sababu kama sio nyinyi hatungelikuwa hapa. Asanteni sana, zidi kututazama, like our videos, comment on our videos, na najua Mungu atatubariki tukiwa pamoja na nyinyi. Mbarikiwe sana, Mungu awabariki.